Simba alipoteza first match magoli 2-0 pale Mkapa, lakini vitu vingi vimebadilika sasa hivi, kwa maana ya Azam imebadilika. Kuna baadhi ya wachezaji wameingia hapa, ingawaje hawajabadilika kwa daraja kubwa ukilinganisha na Simba. Simba timu yao ni kama imekuwa mpya kwenye kutoka kwenye dirisha dogo mpaka hapa tulipo, imebadilika kwa kiwango kikubwa sana. Maingizo ya wachezaji wapya ni wengi. Kwa hiyo Jean-Florent Ibenge, kocha wa Azam, alivyoifunga Simba ile iliyopita, naamini kuna mpango kazi tofauti anakwenda kutengeneza na Simba hii, kwa sababu haichezi kama ilivyokuwa inacheza wakati ule. Sasa hivi inacheza under new coach, sio? Lakini pia wachezaji ambao wanaenda kukabiliana nao sio wale ambao walikutana nao kule. Huko sasa hivi kuna wachezaji wengine tofauti. Kwa hiyo mpango kazi unabadilika. Kwa hiyo usifikirie ukacopy and paste matokeo yale yaliyopita kule ukaleta hapa kwa wepesi. Inawezekana Azam akashinda, lakini haiwezi kuwa katika maybe njia zile ambazo Ibenge alizitumia. Anaweza katafuta njia. Tuangalie kwa mfano kwa upande wa Azam, ni upande gani anatakiwa awe makini, kwa sababu tukimwangalia Mnyama tangu amerejea kutoka kwenye dirisha dogo ameonekana kuwa tofauti. Ukirejea kwenye game ya watani alionekana kwa kudominate game kwenye asilimia kubwa, labda kipindi cha kwanza na kucheza vizuri, lakini kwenye mchezo huu ambao kesho anatarajia kwenda kucheza, Azam zaidi wapi labda anatakiwa awe makini ili kuweza kumzuia Simba asiwe na madhara? Ili ujue Azam anatakiwa kuwa makini wapi, maana yake inabidi ujue strengths za Simba. Sawa? Simba uko na umakini katika maeneo gani? Simba kwa sasa hivi haitabiriki. Yaani haina njia moja wao kukufunga. Yes. Miongoni mwa vitu ambavyo alianza navyo kama threat, lakini sasa hivi imebadilika, ilikuwa ni upande wa Libase Geye kwenye duru la pili. Libase Geye akitana kutokea upande wa kulia akiwa na cutting kusogea kati ili ya Cave, alikuwa threat mwanzoni, lakini sasa hivi unaona mabeki wengi ni kama wanajua kabisa kwamba huyu threat katika mguu huu na anataka kutani huku, kwa hiyo anamzuia zile njia asizipate. Kwa hiyo hilo ni eneo la kwanza. Libase Geye waendelee kumchunga asiweze kukati ndani na kwenda ku Cave, kwa sababu ana uwezo wa kufanya hiko kitu. So ni namna ya kumzuia. Azam ana quality za hao mabeki ambao wanaweza kumzuia vizuri asilete hayo madhara. Lakini eneo la pili la strength ya Simba ni eneo ambalo anacheza Nixon Kibabage. Kibabage overlapping yake ni ajabu. Overlap mpaka katika boxi anakwenda kusababisha hatari. Inawezekana ikawa ka create chance, inawezekana ka assist, inawezekana ameleta controversy katika uwanja. Kwa hiyo Kibabage ni miongoni mwa wachezaji hatari kwenye kikosi cha Simba akitokea upande wa kushoto, kwa sababu anakwenda kupeleka impact ya moja kwa moja ndani ya box. Hii ni eneo jingine ambalo Azam anatakiwa kuliangalia. Namna gani unamzuia Kibabage asiwe na overlap kwenda mbele kwenda kutengeneza hatari. Wachezaji wengine ni kumnyima space Chama sio na utulivu. Chama akishika mpira press kwa haraka. Msimpe nafasi ya kufanya maamuzi. Ukimpa nafasi ya kufanya maamuzi anaweza akapiga pasi kama aliyopigwa Singida. Sio uliona? So vitu vya namna hiyo, maeneo hayo ni maeneo ambayo anatakiwa kuyaangalia kwa jicho la tatu. Asante.